Wild West TV. Bwana, sakata limeendelea kuwa bichi, lakini pia limeendelea kuwa gumu baada ya mchezo wa dabi kuahirishwa, huku wadau wakianza kuhoji, je, kanuni zipi zilitumika kwa Simba Sports kuzuiwa kuingia uwanjani, lakini Simba nao wanaulizwa ni kanuni zipi ambazo ziliwafanya wasiingie uwanjani. Lakini scenario nzima ya mchezo ambao Simba Sports iligomea mchezo ni kutokana pia na ushawishi wa kocha mkuu wa Simba Sports Fadlu Davids, baada ya kusema kwamba kitendo kilichotokea uwanjani wachezaji wameathirika kisaikolojia. Kwa hiyo angependa mchezo huo usogezwe siku mbili mbele, kama ambavyo wachezaji walifanyiwa vurugu uwanjani, hiyo basi awajenge kisaikolojia. Lakini viongozi wa Simba Sports walipokaa na kulitafakari hilo, wakaona litakuwa ni gumu. Kwa hiyo basi wakaamua kutoa taarifa kwamba wao hawatapeleka timu uwanjani kutokana na madhara ambayo yametokea uwanjani. Lakini kocha Fadlu ilikuwa ni riski kwake, alikubali kwamba endapo viongozi watakuwa tayari atapeleka timu uwanjani, lakini kitakachokwenda kutokea wachezaji tayari wameshaathirika kisaikolojia. Lakini pia hawakuwa wamefanya mazoezi kwa takriban masaa 24, hivyo basi ingekuwa ni vigumu wao kuingia uwanjani na kucheza mchezo ingali takriban masaa 24 zaidi yamepita hawajafanya mazoezi. Lakini pia mbaya zaidi, uwanja wao wa Bunju Arena ulikuwa kama tunavyojua bado upo kwenye matengenezo, hauna taa ambazo zingeweza kuwasaidia wao kufanya mazoezi majira hayo ya usiku. Kwa hiyo kikubwa ambacho kocha Fadlu Davids alikichangia katika hili ni kueleza viongozi kwamba wachezaji watakuwa tayari hawapo katika utimamu, lakini pia kutokana na kile kilichotokea uwanjani wameathirika tayari kisaikolojia. Kwa hiyo kama vipi wasogeze siku 2-3 mbele mchezo.